kwa kukuja madhabahu mara ya kwanza, madhabahu yangu ilinivujia kwa kazi yangu. Mimi kazi yangu ilikuwa imeanza kurudi chini. Kando yangu kuna mama alikuwa ananisumbua, tumiwa panya zilikuwa zinajaa kwa kibanda, unashindwa panya zimetoka wapi. But after hiyo madhabahu panya zote zilienda, hata yenye nilikuwa nimeona kando kando ilianguka yenyewe, nikiangalia kwa macho ikakufa nikiona. Nilimshukuru Mungu sana. Hata Yesu makofi. Hata mama mwenyewe kuniangalia na macho, hiyo wiki mzima ilikuwa shida. Hapo anataka mpaka kuniona, kuniongelesha, na alikuwa anakuja kuniomba cheti. Siku hizi hakujangi kwangu mpaka kuniomba cheti. Tunakaa mchana mzima hata bila ya kuongeleshana. Namshukuru Mungu tu aliniachanisha na hiyo madhabahu baya ya kazi. Amen. Ya pili, kazi iko na mabadiliko kabisa. Ya pili nayo, kuna hii historia ya shamba tuligawiwa na baba yangu. Hiyo shamba ilileta mafurugano tu kwa familia, lakini nilikuwa nauliza Mungu, mbona tupewe na jana ikuwe na vita? Watoto wenye tumezaliwa pamoja, kuna wenye wanataka juu inahitaji pesa. Kutoa title kutoka kwa mother title ikuje kwetu inahitaji pesa. Na nika process Kenya kanahitaji pesa mingi. Nakumbuka apostle akiniambia Sunday nitajie simu itapigiwa. On Tuesday nilipigiwa simu, kuna mambo ilikuwa imesimamishwa. Special board ya mwisho ndio tupewe kila mtu title na jina yake ilikuwa imeshasimamishwa. Niliambiwa don't pia tutaenda, na hakuna kitu imesimamishwa, lazima tutaenda. Secondly, wenye walikuwa wamekataa kutoa pesa ni moja tu alibaki. Amen. Na mwenye alikuwa ametusimamia ndio tuende kwa board na tupewe title kila mtu kwa jina lake, akasema mtu mmoja hawezi fanya wengine wakose kuenda. So abaki nyuma, wengine wale wanasonga tusonge mbele. Ya tatu, kuna mtu mwenye alikuwa ametusimamia na alikuwa amesema hata tupea pesa hizo ni mingi sana. Kuna mtu tulikuwa tumeomba pesa, tukamwambia tusimamie tu tukue tutirudishia pesa, tukupata hiyo 1,100 at once ilikuwa shida. Alikuwa amekataa, lakini Friday jana sasa nilipigiwa simu nikaambiwa pesa imetoka, tumesimamiwa kila kitu. Na Tuesday tuende kwa vote, kila mtu apate title na jina lake, na ninamshukuru Mungu. Amen. Akapaa sijui alifika China ama alifika wapi. Atuambie after kupaa yeye watoto wake kuna tofauti gani? Modhoni, si kulikuwa na Modhoni? Yes. Sasa atuambie after Modhoni tuliona ameingia mandege, kumeenda aje mabadiliko? Modhoni yako sawa. Kuna interview alikuwa amefanya China. Aliniambia interview alikuwa tu ameitwa. Aliniambia interview ameshafanya. Sasa ana ngoja feedback ya wenye walikuwa wamelitia interview alienda. Hawa wengine, kijana huyu mkubwa ameniambia mama, nitasimamia mambo yako yote ya shamba, hakuna kitu utatoa. Amen. Huyu naye pia akasema huyu bali atashindwa na yeye ataendelea. Namshukuru Mungu juu wamepanuka wote. Amen. Mbeleni Modhoni alikuwa anaitwa interview ama hakuwa? Hata kutoka ende huko hajawahi ende interview, lakini alikuwa ana apply, lakini hakuwa anapata ile body kumwambia anamtaka ama vipi. So hii wiki ameitwa interview. Hii wiki ako sawa na amegoja sasa aambiwe ako sawa ama iko, lakini tunaomba ako sawa atapata hiyo kazi. Amen. Tupige Yesu makofi mazuri.